Mwanaume, una mpango gani na huyo mzazi mwenzio ambaye anakunyima haki ya kuwa karibu na mtoto wako au watoto wako? Una mpango gani na huyo mzazi mwenzio ambaye mahakama iliwaamuru nyote kuwa na haki ya kukaa na watoto? Una mpango gani na huyo mzazi mwenzio ambaye tangia mahakama ilivyoamuru kwamba wote mna haki ya kukaa na watoto, yeye anakaa na watoto peke yake, hajawahi kuruhusu ukae karibu na watoto? Una mpango gani? Wewe unahudumia watoto wako vizuri kama baba, unalipia ada, unalipia bills mbalimbali, unatoa mahitaji yote, lakini yeye hataki uwe karibu na watoto wako. Una mpango gani na huyo mzazi mwenzio? Imefika wakati huyo mzazi mwenzio amewalisha watoto sumu. Wanapita hawakusalimii, wanakuangalia kama hawakufahamu, wakikusalimia hawakuchangamkii, watoto wanakuonyesha chuki wazi wazi. Watoto ambao unapambana kila siku, unatoa jasho, unawalipia ada, unawalipia bills mbalimbali, unawatimizia mahitaji yao, umesimamia jukumu lako kama baba vizuri kabisa. Lakini watoto namna wanavyokuonyesha mpaka unachoka. Mzazi mwenzio hataki uongee na watoto wako kwenye simu, hataki muonane, hataki mfanye chochote. Na unaona siku ukikutana na mzazi mwenzio akiwa na watoto, yani watoto hawakuchangamkii, ni afadhali ukienda peke yako sehemu ambayo wako watoto. Pengine ukienda shuleni ndio watoto wanakuchangamkia, lakini wakiwa mbele ya huyo mzazi mwenzio, watoto wanakukana mara tatu, unawaona kabisa. Mpango wako ni nini? Mwisho wa hilo jasho unalolitoa ni nini? Nimekuwa nikizungumza hili mara kwa mara, tatizo watu wananielewa mimi tofauti. Ikifika wakati wewe mwanaume, tengeneza heshima, watoto wako wakupe heshima, tengeneza wewe. Kama huyo mzazi mwenzio amekataa kukupa heshima, amekataa kuwafanya watoto wakuheshimu, itengeneze wewe hiyo heshima. Nazungumza na wewe baba ambaye unasimamia kikamilifu jukumu lako kama baba kwa watoto wako, lakini mke wako huyo mzazi mwenzio anakunyima haki ya kuwa karibu na watoto. Sio kila baba ni mbaya. Hujawakataa watoto wako, umekubali kuwahudumia watoto wako, umekubali kuwalea watoto wako, umekubali kuprovide kwa kila kitu. Kwa nini unyimwe haki ya kuwa karibu na watoto wako? Yaani wewe leo hii unafanya kazi ya kuwalisha mbwa ambao wanakubwekea wewe mwenyewe. Unafanya kazi ya kuwalisha mbwa ambao wanatishia kukung'ata wewe mwenyewe. Mpango wako ni nini? Unawaza nini? Unafikiria nini? We haujui hayo yanayoendelea yanawaathiri watoto? Huyo mzazi mwenzio ameshindwa kujikontrol, ameshindwa kutumia akili zake vema. Anashindwa kutambua kwamba maugomvi yetu sisi hatutakiwi tuwaingize watoto, kwa sababu hili jambo linawaathiri watoto kisaikolojia. Unavyowakuza watoto kuwa na chuki na baba, una maana gani ikiwa baba hajawakataa watoto? Ingelikuwa baba amewakataa watoto ni sawa, lakini we baba umekubali. Una jukumu la kulea watoto wako, umekubali. Unalipa ada, unafanya kila kitu, umekubali. Hujawakataa watoto wako. Yeye anachokifanya sio kitu sahihi. Ingelikuwa wewe baba umewakataa watoto, tungesema yuko sahihi kwa sababu umewakataa. Lakini umekubali, nitahudumia watoto wangu. Hicho anachokifanya sio kizuri, kinawaathiri watoto. Ifike wakati wewe ingilia kati, wewe mwanaume sasa. Fikiria cha kufanya kuwatoa watoto kwenye huo mtego. Tangia mahakama iliposema kwamba hawa watoto nyinyi wazazi wote wawili mna haki ya kuishi nao, mwenzako ameshajiwekea ni wa kwake. Wewe ufanyage kazi ya kuhudumia. Hakuna kuongea nao kwenye simu, hakuna kuonana nao, hakuna kuja nyumbani kwako, hakuna kukusalimia. Yaani unawaona kabisa vitoto vimeshalishwa sumu. Vimewekewa mipaka na mama yao, kwa hivyo na kuangalia we kama mavi vile. Yaani vinakuona we kama ndio mkorofi kwenye hiyo ndoa. Kwa nini vitoto viingilie maugomvi yenu? Alafu nakuta vitoto vyenyewe ni vidogo. Vitoto havijafika hata form 4, watoto wako la 6, watoto wako la 7, watoto wako la 4, Vitoto viko la 3, chekechea. Vitoto viko la 2 vimeshajifunza dharau, kukudharau wewe baba yao. Mwisho wa siku itakuweje? Ikifika wakati wewe mwanaume, weka misimamo. Hiyo jeuri yote inaendelea kwa ajili ya pesa zako. Wewe si unalipa ada? Si unatoa kila kitu? Wanakuonyesha jeuri, bado unawahudumia. Kila kitu wanachohitaji unawapa, bills mbalimbali unawapa. Ukipiga simu ongea na watoto wako unakataliwa. Naomba watoto nionane nao unakataliwa. Unaenda kiwiziwizi shuleni ambako unalipia ada wewe mwenyewe kwa pesa yako kwenda kuwaona watoto wako. Nako huko ukienda hadi vitoto vinakuangalia ni kama vile yani huyu mtu sio mtu mzuri kwenye maisha yetu. Hapa ulipo umetoka kutoa milioni 3 ada ya watoto wote 4.
ada ya watoto wote watatu. Hapo ulipo umetoka kutoa hiyo pesa ya ada, unaenda kuwafuata huko shuleni, kuwaona kiwiziwizi, bado wanakuangalia kama we sio mtu mzuri, na milioni 4 umewalipia ya ada kabisa watoto. Una mpango gani? Ifike mahali we mwanaume weka msimamo. Huyo mwanamke mwambie, siwezi kuendelea kulea watoto ambao sina access kama baba kwao. Ikiwa we unaona mimi sina haki ya kukaa na hawa watoto karibu, unamaanisha hawa watoto sio wa kwangu. Kwa hiyo mimi nimeamua nikuachie wewe ukae na hawa watoto, ufanye kila kitu na hawa watoto. Na kama kuna huyo baba, muweke ya provide ya hudumia hawa watoto wake. Mimi nitoe. Ikifika siku anakupigia simu ada ya watoto, we cheka, muulize, kumbe nina watoto. Hiyo habari mimi sikuwa nayo. Nilishasahau mimi kama nina watoto. Ndio unanikumbusha leo kama nina watoto. Nina watoto na wewe kumbe. Watoto gani ambao siongei nao hata kwenye simu? Watoto gani ambao unaniangalia mimi kwa kiburi? Watoto gani? Mnyoshe. Mfanye atambue anachokifanya sio kizuri. Anajifanya chizi, anajifanya amechanganyikiwa kwa sababu anajua hao watoto wanawatumia kama silaha na wewe unapambana. Amewageuza watoto kama silaha ya kukupigia wewe, na wewe unavumilia tu. Nitafanyeje sasa, mimi ndio baba, kuacha kuhudumia watoto? Sijasema uache kuhudumia watoto. Tengeneza discipline. Pesa yako iheshimike kaka. Jasho unalomwaga kwa ajili ya kutafuta hizo pesa liwe jasho lako ambalo linaenda kwa halali. Kile unachokifanya, fanya kitu chenye faida kwako. Ukiona watu unaowahudumia hawaoni umuhimu wako, hebu achana nao. Ifike mahali umwache na yeye ashikilie hilo jukumu la ubaba hata kidogo, aone jinsi lilivyo gumu. Hizo dharau zake ndio zitafika mwisho. Lakini kwa namna yako hiyo ya kuendelea kumhudumia, sijui kwa nini we mwanaume inafika wakati unashindwa kujifikiria na ukajionea huruma. Mbona huyo mwanamke ameweza kukufanyia we roho mbaya usiwe karibu na watoto wako? Kwa nini na wewe ushindwe kumfanyia roho mbaya kwamba sitaki kuhudumia sasa? Ifike wakati jifunze kuwa kama, jifunze kuchukua tabia za mtu na wewe uwe nazo, ili na yeye aone kwamba anachokifanya ni kitu gani. Jaribu kumuonyesha na yeye ajue anachokifanya kinaleta madhara gani. Mbona mwenzako amekaa na kufanyia roho mbaya? Mbona anakukataza kuonana na watoto? Mbona anakusema vibaya kwa watoto? Mbona kwa watoto wewe unaonekana mbaya? Sifa zako mbaya ziko kwa watoto. Lakini yeye ya kwake watoto hawafahamu. Hawajui. Wanasikia tu wewe umeoa mke mwingine, wanasikia tu wewe umemwacha mama yao, wanasikia tu sijui nini kinaendelea, wanakukasirikia wewe. Hawajui kwamba mama yao naye anaweza kuwa amefanya nini kwenye maisha yako, hawajui. Una mpango gani? Yaani wewe watu unaowahudumia, unatoa jasho kutafuta pesa, unawalipia bills mbalimbali, unawalipia ada, unawafanyia kila kitu. Bado wawe na chuki na wewe. Na bado pamoja na chuki hiyo unasema mimi hapana, nitahudumia hivyo hivyo, siwezi kuwatupa watoto wangu. Wewe ndio unasema ni watoto wako, lakini mwenzako hao sio watoto wako. Ndio maana hataki ukae karibu nao. Ndio maana hataki uwe na haki ya kufurahi na watoto wako. Ndio maana hataki kuruhusu watoto waje kwako. Pengine baba wa watoto sio wewe. Wakati mwingine wenzetu wanasema ni, wanasema jishikilie. Wakati mwingine wewe mwanaume jishikilie. Acha kujipendekeza. Kaa ukijua hicho unachokifanya unajipendekeza. Mtu ameamua kujitenga yeye na watoto wake. Unahangaika naye wa nini? Fikiria vitu anavyokujibu. Fikiria namna unavyotoa pesa, unakuwa kama vile unaitupa pesa yako. Fikiria namna kitu ambacho unakifanya kwao hakithaminiwi, mwisho wa siku itakuweje? Sijakataza wababa kuhudumia watoto wenu, lakini hudumieni watoto ambao mko na access nao. Ifike mahali msikae mkaangalia watoto wanapotengenezewa chuki. Tengeneza hivi vitu mapema watoto wakiwa wadogo. Waanze kukua na wao waanze kupata ufahamu mapema kwamba hapa kinachoendelea ni 1, 2, 3. Mnawatengenezea tu watoto matatizo ya afya ya akili, wanakuwa tu wakiwa na vitu ambavyo havipo. Mama anawalisha kila kitu na wewe unaacha. Ifike mahali we mwanaume kubali tu hukumu za walimwengu. Watu wa pembeni hao waache wakuhukumu, lakini watoto wako ni marufuku kukuhukumu wewe. Ni marufuku watoto wako kuingilia maugomvi yenu nyinyi. Tengeneza hiyo principle kwenye maisha yako. Hiyo principle haitengenezeki kwa sababu wewe unataka kujifanya kama ndio baba bora sana. Baba bora sio wewe, ambaye unaacha watoto wako wewe wanakudharau, ambaye unaacha watoto wako wewe wanachuki na wewe, ambaye unaona kabisa watoto wako hawakupendi na wewe ukakubali kuendelea kuwahudumia. Baba bora ni yule ambaye anafanya adhabu fulani
kwa ajili ya kutengeneza discipline kwa watoto pamoja na mzazi mwenzio. Kwa sababu kaa ukijua kwamba huyu mama sipokuwa na discipline, hawa watoto hawatakuwa na discipline, watakuwa wakiwa hivyo hivyo. Jiwekea mipango, we mwanaume, jiwekea mipaka, uwe na mipaka ya uvumilivu. Umeshalea sasa hivi miaka 2 watoto hao, hujawahi kuongea nao hata kwenye simu. Umeshahudumia miaka 3, miaka 4, hata kuongea nao kwenye simu hujawahi. Umeshahudumia mwaka mzima, umelipa ada, umefanya nini? Hujawahi hata kukaa karibu na watoto wako. Hata ukiomba tu aje nyumbani kwako, mzazi mwenzio anakukatalia, na mahakama iliamuru watoto wote nyie mna haki. Kwa nini mahakama haikusema abaki nao mama, ikasema nyie wote mna haki? Kwa sababu nyinyi wote ni wazazi. Leo hii mwanamke anapokunyima wewe haki ya kukaa karibu na watoto, basi yeye anamfahamu baba wa mtoto, anamfahamu baba wa watoto, ndio amuite huyo baba ahudumie hao watoto, ambaye anahisi anaweza akampa nafasi ya kukaa karibu na watoto. Ifike mahali ujue tu kwamba mwanamke akiwa na hasira na wewe, kamwe hata walea watoto vizuri. Ndiyo anakaa na watoto, ni watoto wake, lakini hivyo vitu anavyovifanya kwa watoto ni ujinga. Watoto wanakuwa akiwa na upumbavu kichwani, watoto wanakuwa akiwa na ujinga kichwani, akili zinapotezwa na mama yao. Hivi vitu hivi vilishawatokea watu wengine zamani wakiwa wadogo, waliharibiwa akili na mama zao, wameshikiwa akili na mama zao. Watoto wa kiume wanakuwa mpaka watu wazima wanakuwa wameshikiwa akili na mama, yaani anamwamini mama kuliko kitu kingine. Matokeo yake unakuta mtoto wako anakuja kuwa mjinga kwa ajili ya mama. Ifike mahali fundisha discipline wewe mwenyewe. Mmeachana ndio, sikatai mmeachana, lakini mpaka mmeachana sio kwamba wewe tu ndio ulikuwa una mabaya, na yeye mwanamke alikuwa na ya kwake. Anapokaa ananyanyua bango la kusema yako mabaya kwa watoto, ya kwake huwa anayanyanyulia bango akayasema. Mbona asemi sisi wanaume ndivyo tulivyo, natakiwa tukubali tu sijui nini na nini? Hapana, sio watoto waliotoka kwenye kiuno chako. Hawa watu wengine wa kawaida, hawa kaka yangu, wache wakujaji wanavyotaka, lakini sio watoto wako ambao umewazaa wewe mwenyewe, damu yako mwenyewe. Marufuku damu yako kukusaliti, marufuku kukudharau, wakakuonyesha labda wakudharau kwa siri. Yaani ifike wakati hao watoto wakudharau kwa siri, wasikuonyeshe wewe, wasiwe na jeuri hiyo. Baba nilia huku watoto ada. Kumbe nina watoto. Mimi habari sina. Kumbe nina watoto na wewe. Watoto ambao unaninyima hata kuongea nao kwenye simu. Mimi nilikuwa sijui kama nina watoto na wewe. Hivi ndio unanikumbusha, maana sasa hivi nimeshaanza kuwatoa hao watoto kwenye hesabu zangu. Nimeshaanza kuwatoa, na waza hapa nitafutaje watoto wengine, hapa watoto sina. Unamwambia mtu kama utani tu. Kwa sababu yeye ndo ameanzisha hayo mambo. Mwisho wa siku anatarajia nini? Wewe ukae hapo tu na ndevu zako hizo, uende kutafuta kazi huko, ufanye kazi kwa bidii huko, utoe jasho huko, ulale macho huko, upambane huko, utafute pesa uje mpe mwanamke ambaye anakuletea jeuri. Hata yeye wale watoto wanamsaidia kuishi pale alipo, lakini anashindwa kuthamini kile unachokitoa. Mmeachana, lakini una provide, lakini unalipa ada, lakini mahitaji ya watoto unatimiza, kila kinachohitajika kwa watoto unafanya. Shida yake iko wapi? Ifike mahali mwanamke aamue moja, anabaki na watoto wake afanye kila kitu, au anakubali kukaa chini na kuwa na heshima, mfanye kitu kwa pamoja. Anakubali hao watoto mlee mkiwa wawili, au anakubali hao watoto alee akiwa peke yake, aprovide yeye mwenyewe kwa watoto wake. Kwa sababu unachokifanya ni nothing, hakuna kitu. Usije ukajikaza useme sijui nini, hapana. Watoto hao wanakuwa wakiwa wameharibikiwa kisaikolojia. Ndio hawa wanakuja, watoto wa kiume wanakuja wanakuwa watoto wa mama sana. Ujinga mwingi, wanachukua ujinga kwa mama. Nyinyi wazazi wa kiume mna busara sana. Hilo mimi nalifahamu. Huwezi ukakuta baba amekaa chini anamlisha mtoto wake sumu kuhusu mama. Lakini sisi akina mama, hizo ndio kazi zetu. Sisi ndio wataalamu wa kubadilisha akili za watoto. Watoto wamezaliwa na akili zao timamu, wanakuwa machizi kwa ajili yetu. Watoto wanakuwa na stress kwa ajili yetu. Watoto wanavurugika akili kwa ajili yetu. Tunahakikisha watoto wetu wamechanganyikiwa. Stress zetu tunawatusha watoto wetu. Maumivu yetu tunawapa watoto wetu. Kila kitu watoto wetu wanalipia. Mwisho wa siku watoto wanaanza kuishi kwenye gereza la vitu ambavyo hata haviwahusu. Wanaanza kubebelea vitu haviwahusu. Wanaanza kuishi wakiwa na maumivu ya matatizo ambayo hayawahusu. Kwa nini vyote hivyo vitokee? Mwanaume, jifunze kuwa na misimamo. Wewe kujiambia kwamba nitahudumia hao watoto ni wa kwangu sio sifa, ni ujinga. Watoto wako wanaharibika. Watoto wako wanalishwa sumu.
Watoto wako watakuwa wakiwa vibaya kisaikolojia, wanaharibiwa na mama yao. Sijakataa kwamba wewe mwanaume kuonekana mbaya ni swala la kawaida, lakini mpaka usubiri watoto waje uone ukweli, wakati wengine wameshaamini sana. Unajua ni wachache sana ambao huwa wanajitoa kwenye hivyo vifungo. Wengi wao huwa wanabaki na mama, wanaamini mama ndio kila kitu, wanaamini baba sio chochote. Mwisho wa siku watoto wako tu wanaharibika. Weka misimamo, kwa sababu unajua kwamba ninafanya kwa ajili ya kutengeneza. Unajua kwamba sikatai kuhudumia watoto kwa sababu nataka kuwatelekeza watoto wangu. Nafanya kwa ajili ya kutengeneza discipline. Mwanamke ifike mahali akili zake zirudi, atambue kwamba hiki kinachoendelea hakifai kuwa hivi. Mtu unafanya kitu kwa lengo zuri, fanya. Yeye mwenzako anapokukataza kukaa karibu na watoto, anakukataza kwa nia mbaya. Mbona umeridhika? Mbona mwenzako ameweza kukuonyesha hiyo roho? Jifunze kuwa kama huyo mwanamke alivyo. Yesi ameamua kuwa kauzu kwako. Muonyeshe, wewe ni mwanaume bwana. Pesa zako unatafuta kwa jasho. Unawalisha watu ambao tena kesho wanakunyali wewe mwenyewe. Ni kazi gani unayoifanya? Unatoka kabisa unajipiga kifua, mimi ni mwanaume, unadharaulika na watoto wako. Wewe ulisikia wapi? At least ungekuwa una makosa, umewakosea watoto. Mlikoseana wewe na mama yao. Leo hii watoto wanakunyali. Unajipiga kifua, unahesabia mimi mke wangu wa kwanza tulikuwa tuna watoto 3, hao ambao hawakusalimii. Mimi mke wangu wa kwanza tulikuwa tuna watoto 4, hao ambao hata ukienda shuleni wanakusogelea vile, yani wanakusogelea kwa mbali ni kama unawaunguza. Mimi nina mtoto wangu yuko shule fulani pale, mtoto ambaye anakupita bila kukusalimia. Sio wanaume huo. Huo sio ubaba. Ukiona umeshindwa kuiokoa familia yako, ukiona umeshindwa kuwaokoa watoto wako watoke kwenye mikono mibaya ya mama yao, wewe ni shauri yako. Usikae ukahesabie kama una watoto. Kwa sababu utakuwa umewacha watoto wapambane wenyewe kutoka kwenye hilo giza la mama yao, watateseka mpaka waje kujua ukweli, sio leo, sio kesho. Unapotembea unajipiga kifua kwamba mimi ni mwanaume, hakikisha wewe ni mwanaume kwa kila mtu. Mpaka watoto wako wajue kwamba wewe ni baba. Unafanya nini kwenye maisha yao? Sisemi hivi kwa nia kwamba eti watoto waje wakukumbuke wakipata. Nyinyi watu ndio akili zenu zinazokujaga kubwa. Hapana, natengeneza ustawi wa watoto wa kesho. Watoto waache chuki za kijinga, haviwahusu vitu vilivyotokea kati yenu. Wewe na mama yao, hivyo vitu ni vya kwenu. Kwa hiyo na wewe ukae useme mama yao alisaliti ndoa yako. Ukae useme nilimwacha mama yenu kwa sababu alinifanyia mimi usaliti. Ukae useme nilimwacha mama yenu kwa sababu alimuingiza mwanaume ndani ya nyumba. Ndivyo ninavyotakiwa uongee. Ukae uambie nini watoto? Uambie lugha gani? Yaani uambie lugha gani ya watoto wakuelewe? Na wewe utakaa umwage madhaifu ya wewe mwanamke wako, useme mama yenu alifanya 1 2 3 ndio maana. Huna hiyo namna ya kusema. Ongea kwa vitendo. Mfanye mwanamke arudi kwenye akili zake. Wakati mwingine hebu muulize, hivi na wewe unataka nikae niwaambie watoto kwamba ulifanya upumbavu kama huu? Ndicho wanachotaka kufanya. Kwa nini ujihesabie haki kwenye hii ndoa? Wewe ulikuwa mtakatifu sana. Saa nyingine mliachana, huyo mwanamke alikuwa muhuni. Huyo mwanamke alichepuka ndio mkaachana. Huyo mwanamke alikuwa anakusumbua ukatafuta mke mwingine. Huyo mwanamke alikuwa ndio chanzo cha wewe kuoa mke wa pili. Lakini leo hii amekaa anajitirisha huruma kwa watoto, analia na machozi kwamba baba yenu alimtelekeza, na wewe umekaa unawaangalia watoto wanakunyali. Mimi nasema shauri yako. Shauri yako. Mimi sijakataa kwamba pesa ukitoa unajitolea tu kulea kwa niaba. Ni kweli. Unalea tu, sio shida. Lakini shida ni kwamba vipi kuhusu kesho ya watoto wako? Wanakuwa wakiwa katika mazingira gani? Hizo picha zilizojengeka ndani yao zitaondoka vipi kama wewe unaruhusu miaka 20, miaka 10 wakae wakiwa wanalishwa hiyo sumu mpaka waje kuzinduka huko? Sio leo. Watakaozinduka ni wenye akili za juu sana. Wengi wao ndio hawa wanaishaga kuwa watoto wa mama wanaoendeshwa na mama zao. Akili zinakuwa hamna. Mwanaume yeye anakuwa eti yeye mwenyewe ni mwanaume afa anamchukia baba. Wewe ulisikia wapi? Mtoto wa kike anasema mimi siwaamini wanaume, hajawahi hata kuolewa. Stories za mama zimemkaa mtoto kichwani, ujinga. Anapata hata mwanaume kukaa naye hawezi. Mama anamuendesha, unaona hivyo? Mama ana maumivu, anaanza kumwambia wewe mwanaume asikufanyie hivi, unaona? Mwisho wa siku ndio hivyo. Mtoto wako wa kike anashindwa kukaa kwenye ndoa. Unaishia kuwa na watoto wa hovyo. Fanya kwa ajili ya ustawi wa kesho wa watoto wako. Usifanye kwa sababu unataka kukomoa. Na mimi sijasema ufanye kwa sababu unataka kukomoa. Mimi nasema fanya kwa ajili ya kutetea ustawi wa kesho wa watoto wako. Linda future yao, wasiharibiwe na mama yao. Hivyo vitu vyote wanavyolishwa, wafanye waelewe kwamba hivyo vitu haviko hivyo.
hata kama hutajielezea, lakini mama aonyeshe respect kwa kile unachokifanya. Hapo ndipo watoto watakapokuheshimu na wewe pia.